Kila siku ni siku mpya ambayo unapaswa kuangalia na kutathmini maisha yako yanakwenda vipi. Kufeli kwa jana hakufanyi leo ufeli pia, lakini pia kufanikiwa kwa jana hakufanyi kukupa assurance ya kwamba leo pia utafanikiwa. Kila siku amka na nguvu mpya, ukitathmini siku kwa jinsi ambavyo inakwenda na namna ambavyo utaipangilia siku yako. Katika hatua za kukua katika maisha, kusogea kufikia malengo yako, unakupasa kila wakati uweze kujitathmini kila siku. Ni mambo gani ambayo unapaswa kuyafanya kila siku? Leo tunakwenda kuangalia namna bora ya kuweza kuangalia maisha yako na kutathmini siku kwa siku ili uweze kufikia malengo yako. Hatua kubwa ya maisha haianzi na ukubwa wa mwezi au ukubwa wa mwaka au ukubwa wa miaka mitano. Unaanza na namna ambavyo unaiendesha siku yako. Unaanza na namna ambavyo unaipangilia siku yako. Kwa hiyo unapoamka, jitathmini na kwamba hakuna kukata tamaa kwa sababu ya matokeo mabaya ya jana, wala hakuna kujipa assurance ya kwamba leo nitafanikiwa kwa sababu ya matokeo mazuri ya jana. Kila siku amka na nguvu mpya ya kupangilia na muendelezo wa mambo ambayo umeyachagua kuyafanya. Na kikubwa katika muendelezo unachokifanya ni kuwa na nidhamu katika mambo ambayo umeamua kuyafanya. Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia mambo machache ambayo kila unapoamka jitathmini na tafakari namna ambavyo unaweza ukasogea. Jambo la kwanza, amka kwa nidhamu. Kila siku weka muda maalum wa kuweza kuamka. Ikiwa hauna muda maalum wa kuweza kuamka, haikupi assurance ya kwamba utafanikiwa katika mambo yako. Ikiwa leo umeamka muda tofauti na wajana na hauna mipango maalum, haujapangilia mipango yako, haikupi nafasi ya wewe kusogea katika maisha ambayo umeamua kuyachagua. Unaweza ukawa na malengo mazuri, unaweza ukawa na mipango mizuri, unaweza ukawa na fursa nzuri, unaweza ukawa na muendelezo ambao unautaka katika maisha au yale ambao unayataka umeweza kugundua kusudi lako, lakini kama haujayapangilia hauwezi kufanikiwa. Kwa hiyo lazima uamke kwa nidhamu. Kila siku hakikisha ya kwamba muda wako wa kuamka unakuwa ni muda ambao umepangiliwa. Natafuta muda ambao uko productive, muda ambao utakupa muda mzuri wa kuweza kutathmini na muda ambao utaweza kujijenga vizuri katika malengo ambayo umeweza kuyafanya. Hivyo unapokuwa na nidhamu katika kuamka, inakufanya uweze kuifikia siku yako kwa uzuri. Na huwa kawaida ni kwamba kwa yeyote aliyefanikiwa, na wewe ukitaka kufanikiwa, hakikisha ya kwamba tabia hii ya kuamka kwa nidhamu inakuwa ni sehemu ya maisha ambayo umekabiliana nayo na umeipangilia kuweza kufikia malengo yako. Wengi hawafanikiwi ni kwa sababu leo muda wa kuamka ni tofauti na alioamka jana, na kesho ni tofauti na muda ambao ataamka. Hana muda maalum, hana mpangilio katika muda wa kuamka. Kwa hiyo hata mambo ambayo yanayafanya, mwili wenyewe unakuwa hauna mazoea ya kwamba ni kipi ambacho unakijenga katika maisha ya kila siku. Na ratiba yako ya kila siku lazima uweze kuipangilia. Ukiweza kuwa na nidhamu bora katika muda wa kuamka, inakupa uwezo wa kuweza kutathmini na kutafakari kila siku. Sasa nidhamu ni kitu cha msingi sana kwenye kuamka kwa sababu zifuatazo. Moja, unajijengea mazoea ya kwamba kile kitu unakifanya kwa wakati, kila wakati unakifanya, na unapokirudia kitu ambacho umekikubali na umekijenga, inakupa mazingira mazuri ya wewe kuweza kuamka na kuweza kusogea mbali katika mafanikio yako. Kwa hiyo nidhamu ni kitu ambacho kitakusaidia wewe uweze kuwa na consistency, muendelezo wa kile ambacho umeweza kukiamua. Jambo la pili, hakikisha ya kwamba unasimamia dakika zako 30 mpaka 60 kuanzia umeamka. Kama utaamka kwa muda sahihi, ikiwa ni saa 11 au saa 10 au kwa muda ambao utakuwa ni productive lakini uwe na muendelezo, hakikisha ya kwamba dakika zako za kwanza umefanya mambo ya msingi. Unaweza ukaamka kwa nidhamu, lakini kwa kuchelewa kuzingatia zile dakika za kwanza, na utakuwa umeharibu siku yako. Ni nini ambacho unafanya katika ule muda wa kwanza? Wengi wanaamka na kushika simu na kuanza kuscroll na kuanza kuingia Facebook na kuanza kuingia Instagram. Si vibaya kuingia huko, lakini muda wa kwanza ni kwa ajili yako. Na mtu ambaye anafanikiwa ni yule ambaye anaweza kusikiliza vizuri. Na hauanzi kwa kusikiliza wengine, unaanza kwa kujisikiliza wewe mwenyewe, ni kipi ambacho kinakuvuta katika kufikia malengo yako na maisha ambayo umeyapanga. Kwa hiyo dakika 30 za kwanza mpaka dakika 60 hakikisha umefanya mambo ya msingi. Ni mambo gani ambayo unaweza kuyafanya? Kwanza, jiunganishe au jiconnect na chanzo chako. Hakikisha ya kwamba umeomba uwepo na uongozi wa Mungu katika maisha yako. Unapoamka asubuhi, fanya ibada. Ibada inakuongoza kufanya mambo ambayo umekusudia kuyafanya, kwa sababu utayafanya kwa kusudi, utayafanya kwa malengo, utayafanya kwa jitihada, kwa sababu unakuwa umefanya kitu ambacho ni sahihi. Jambo la pili, hakikisha ya kwamba unajiendeleza na kujikuza kila asubuhi, hata kama ni dakika chache, dakika 20, dakika 30. Kama umeamua kujifunza kitu fulani, ni ujuzi mpya, ni kitu fulani ambacho kinaweza kukujenga katika malengo yako, hakikisha ya kwamba umeweza kukifanya katika muendelezo wa kila siku.
Ndio maana utagundua ya kwamba nidhamu inachukua nafasi kubwa katika yote ambayo unayapanga katika maisha. Unapofanikiwa katika kuwa na zile dakika za kwanza umezifanyia weledi mzuri, umezipangilia vizuri, inakupa mwendelezo mzuri wa kuhakikisha kwamba kila unachokifanya kitakuwa kina mantiki, kwa sababu umekifanya kwa ubora na kila siku kinakuwa kina mwendelezo. Jambo la tatu, jikumbushe wewe ni nani kila iitwapo leo. Wengi hawajafanikiwa ni kwa sababu hajajifahamu yeye ni nani. Jiulize kila inapoitwa leo. Usisubiri kupata matokeo kutoka katika dunia au katika ulimwengu au kwa wengine. Hakikisha ya kwamba kila siku unapoamka jiulize maswali yafuatayo, kwamba ni kipi ambacho unakwenda kuchangia katika, mchango wako ni upi katika ulimwengu unaoenda kukutana nao siku ya leo. Usisubiri ulimwengu kuja kukuelekeza nini cha kufanya. Unasubiri ulimwengu kwa kuangalia kwamba umeingia katika social medias, unaangalia, unajilinganisha maisha yako na maisha ambao wameishi watu wengine, inakuchanganya katika mwendelezo wako wa maisha. Hakikisha ya kwamba unajikumbusha wewe ni nani, malengo yako ni yapi, lakini vile vile unayakamilishaje, unataka kwenda wapi na lini. Hayo ni malengo yako na ni kujikumbusha utambulisho wako, na kitendo cha kujikumbusha utambulisho wako katika mwendelezo, katika nidhamu, kinakupa nafasi nzuri ya wewe kuweza kusogea kwa mafanikio mazuri, kwa sababu utakuwa kila siku unajua unafanya maamuzi kwa sababu umetambua ya kwamba wewe ni nani. Kwa hiyo ni muhimu kujua kwamba wewe utambulisho wako ni upi, unapenda kipi kiuchumi. Je, katika maisha yako ya kiuchumi unatamani ufike wapi? Huo ni utambulisho wako katika eneo la uchumi. Je, wewe ni nani katika mambo ya kiroho ya kujiunganisha na Mungu, chanzo chako? Huo ni utambulisho wako katika nyanja hiyo. Je, wewe na mahusiano yako, wewe na familia yako, wewe na jamii, wewe na watu wengine, katika jumuiya yoyote ambayo unakwenda, wewe ni nani? Ina maana maamuzi yote ambayo utaenda kuyafanya katika siku nzima yatakurudisha kuangalia kwamba wewe ni nani, unataka nini kuhusiana na kipengele hiki cha mahusiano. Lakini pia swala la afya ni swala la msingi, kuangalia kwamba unataka nini katika afya. Unaweza ukawa na mwendelezo mzuri, unaweza ukawa na mipango mizuri, lakini kushindwa kuwa na afya njema ya kiakili lakini pia ya kimwili hakutakufanikisha wewe katika malengo ambayo umekuwa nayo. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kujiuliza ya kwamba wewe ni nani na unahitaji nini, na kila iitwapo leo, kwa sababu ni siku mpya, jikumbushe wewe ni nani. Kushindwa kwa jana kujitambua kwamba wewe ni nani haikupi kukata tamaa kwamba leo sitafanikiwa. Unapojikumbusha leo, unapewa nguvu mpya na fursa mpya na uwezo mpya wa kuweza kusogea hatua moja kuelekea mafanikio yako. Lakini jambo lingine la msingi ambalo unapaswa kulifanya kila iitwapo leo, hakikisha ya kwamba unasimamia fikra yako kabla ya ulimwengu haujaingia katika fikra zako. Hakikisha ya kwamba kabla haujaenda kukutana na ulimwengu, kukutana na jamii, kukutana na watu kazini au katika shughuli na biashara ambazo unazifanya, hakikisha ya kwamba umejitambua ya kwamba fikra yako inawaza nini. Hakikisha ya kwamba umejitambua ya kwamba wewe unatamani kufika wapi katika kukuza fikra yako, katika nyanja ya kujiendeleza, labda katika taaluma fulani, katika elimu binafsi ambayo umekuwa nayo, kama ni ujuzi fulani ambao umekuwa unauendeleza. Hakikisha ya kwamba kabla ulimwengu haujaingiza mawazo yake kwako katika fikra yako, wewe umeweza kujipangilia ya kwamba mawazo mazuri ambayo unapaswa kuyafanya ni yale ambayo umeyachagua katika listi ya maisha yako ambayo umekuwa nayo. Na uzuri ni kwamba katika mipango ambayo unakuwa umeifanya, ni vizuri ukayaandika, ili unapofanikiwa unakuwa una uwezo wa kufanya rejea ya kwamba nilifanikiwa hili kwa sababu nimeliandika. Na kisaikolojia hii inakupa manufaa, kwa sababu tumezoea kuanzia katika elimu zetu, tulipoanza tukiwa shule ya msingi au nasari, tulipoenda sekondari na ulipofika chuo, imekuzoesha ya kwamba kutambua kila unachokiandika ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo ubongo wako ulishatafsiri ya kwamba kile ninachokiandika ni cha muhimu. Kwa hata malengo yako, unaweza kuwa na malengo mazuri lakini kushindwa kuyaandika inaweza kukuletea changamoto katika kuyakamilisha, kwa sababu ukweli ni kwamba hauwezi kusimamia kitu ambacho hauwezi kukipima. Kwa hiyo malengo yako lazima yajipime, kwamba kila siku uweze kujitathmini, na hata unaposogea miezi mitatu mbele, unaangalia mwezi wa tatu kabla ya kufika hii miezi mitatu nilipanga hiki, na una uwezo wa kutiki ya kwamba hiki nimefanikiwa kwa sababu umeweza kujikidhi wewe katika fikra yako. Kwa hiyo kabla ulimwengu haujaingiza mambo yake kupitia senses zetu za fahamu au zile njia za fahamu ambazo tunakuwa nazo, kabla hujaona mambo mbalimbali katika ulimwengu, macho yanaingiza vitu fulani katika fikra yako. Masikio pia, unasikiliza nini kila asubuhi? Je, wewe unawaza, unanusa harufu zipi kila asubuhi? Je, hakikisha kwamba kila kitu ambacho unakifanya kinakuwa na mwendelezo wa kwamba unafunga fikra yako, unaweka ulinzi katika fikra yako ili ufanye yale mambo ambayo yanakuwa ni mambo bora zaidi katika kuijenga na kuikuza fikra yako. Kumbuka ya kwamba
Fikra ni kama mtu anayefanya mazoezi, ni kama misuli ya mwili ambayo inahitaji mazoezi ili iweze kuwa imara. Vile vile fikra inahitaji kukuzwa kila iitwapo leo katika mambo ambayo umechagua kuyafanya. Ndio maana utagundua ya kwamba kujichagua wewe kwa mambo ambayo unayafanya ni swala la msingi ambayo itakupa mwendelezo mzuri wa kuijenga fikra yako kwa yale ambayo umeyachagua ili uweze kuyafanya. Lakini jambo lingine ambalo unapaswa kulifanya kuhakikisha ya kwamba siku ya kila inapoitwa leo unakuwa na ubora katika maisha yako ni swala la kuhakikisha ya kwamba unafanya mazoezi. Mwili wako uweze kufanya movement ili uweze kuactivate mind yako. Ukweli ni kwamba unaweza ukawa na mafanikio mengi, lakini kushindwa kujenga afya yako, unashindwa pia kuconnect vizuri kati ya mwili, akili pamoja na roho yako ili uweze kukamilika. Kumbuka katika baadhi ya masomo tulisema ya kwamba wewe muamuzi ni jumla ya mambo matatu. Jambo la kwanza, wewe ni muunganiko wa mwili ambao unaunganishwa na fikra au mindset yako, na vile vile unaunganishwa na roho. Haya mambo matatu ndio yanafanya wewe uitwe nafsi yako jinsi ambavyo unakwenda. Kwa wewe ni muamuzi ambaye utatumia rasilimali ulizonazo, utatumia fikra au bongo ulionao kuweza kutafakari na kutathmini vizuri namna ya siku yako inavyokwenda. Kwa utakapoweza kufanikisha kuweka mwili wako ukawa active, ukawa changamfu, ina maana unaruhusu vile vile ubongo wako au fikra yako kufikiria vizuri ili uweze kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kumbuka ya kwamba mwili hawezi ukafanya kitu ambacho hakijatathminiwa au hakijafikiriwa katika fikra yako. Kwa yale ambayo unayafikiria ndio matokeo ambayo unakuja kuyaona katika ulimwengu wa kawaida, katika maisha ya kawaida ya utendaji wa kila siku. Mwili ili uweze kwenda au usogee katika sehemu fulani ya utendaji, ni lazima fikra iwe ilisha tafsiri ya kwamba natakiwa kutoka hapa kwenda hatua fulani. Sasa kama ni biashara yako unaifanya, hakikisha ya kwamba unajipangia mambo ambayo ni ya msingi ili tafsiri sahihi ya mwili utakapokuwepo uhakikishe ya kwamba umetathminiwa katika fikra yako ambayo pia unatakiwa kuijenga kila siku. Lakini pia jifanyie mazoezi. Kuna mtu anatamani kusogea hatua fulani, kukua kibiashara, kuwa katika mazingira fulani ya kufanikiwa. Hayo maandalizi yanaanza mapema. Jifanyie mazoezi au wanasema rehearse your identity. Kila iitwapo leo kwamba kama unatamani kufikia malengo makubwa, kukutana na wafanyabiashara wakubwa, leo uishi kama umekutana na wafanyabiashara wakubwa. Hata namna unavyoongea, namna ambavyo unatuni sauti yako, namna ambavyo unapozi katika kuongea, hakikisha ule utambulisho wako unakuletea tija ya kwamba mimi ni mtu ambaye tayari nimefanikiwa. Unapoitengeneza fikra kuhakikisha ya kwamba unafanya mambo ya msingi kwa hatua hiyo, inakupelekea wewe mwili wako kuja kurelease au kuona kufunua kile kitu ambacho tayari unakuwa kijenga katika fikra. Kwa hakikisha ya kwamba kila wakati unafanya wakati huo. Jambo la mwisho unalopaswa kulifanya, hakikisha ya kwamba unaikabili siku yako kabla haijaanza. Ukweli ni kwamba unapoamka asubuhi, hakikisha ya kwamba siku yako ulishaimaliza kwa tathmini. Ina maana mipango yako yote ulishaikamilisha, lakini pia namna ambavyo utakwenda kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Uzoefu wa jana, kushindwa kwa jana kukupe namna ya kujifunza leo ya kuweza kusogea na kupiga hatua sehemu nyingine. Kwa hiyo unapoikabili siku, itathmini siku yako. Jua kabisa katika maisha utakutana na watu ambao watakataa mawazo yako. Unawezaje kukabiliana na watu wa namna hiyo? Jua katika maisha inawezekana ukakutana na watu ambao ukakwaro nao, ukachangamana nao, ukaingia na migogoro nao. Inawezekana katika mambo ambayo fulani ni madogo, ambayo wakati fulani kama haujajiandaa wewe utareact badala ya kuhakikisha kwamba una control emotions zako na kuhakikisha kwamba malengo yako yanakamilika. Kwa unajikuta umefika katika siku unakabiliana na siku yako, hautaweza kuikabili vizuri kama haukuitathmini vizuri. Leo utakapotathmini ya kwamba nitakutana na watu ambao watakataa mawazo yangu kwa sababu sio ya kwao, wale wanaoyawaza ni ya kwao, wewe endelea na msimamo wako kwa sababu tayari ushaitathmini siku. Hao utaachana nao na utaweka pembeni na utaendelea na lengo lako, kwa sababu the obstacle is the way. Pale ambapo pana shida ndio njia ya kupita. Kuna mwingine ambaye yeye akiona unafanikiwa hataki au hatamani ufanikiwe. Kwa hiyo inawezekana akawa ni sehemu ya kukuingiza wewe katika vikwazo, lakini ukishaikabili siku yako kabla haijaanza, tayari una uwezo wa kuweza kusogea kwa uzuri zaidi na kufikia malengo yako ya siku. Na unapoikabili siku yako kwa uzuri, kwa kutathmini mafanikio na kule kufeli kuchukulie kama ni sehemu ya kujifunza. Usichukulie kama ni sehemu ambayo inakurudisha nyuma, kukata tamaa. Chukua kwamba ni sehemu ya kujifunza ambayo una uwezo wa kusogea na kupiga hatua moja kuelekea mafanikio ambayo umeyatarajia. Kwa unapokamilisha haya mambo baadhi ambayo tumeyataja, unakuwa umejikabidhi kwamba siku nzima
na umejitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kufanikiwa, kwa sababu utakapojijenga leo, itakapoenda kesho kutwa itakuwa ni wiki. Tayari una uwezo katika wiki nzima unakuwa umejijenga kuhakikisha ya kwamba mafanikio yako yanategemeana na kile ambacho unakitafakari kila asubuhi. Kwa hiyo amka na nguvu mpya, amka kwa kudhamiria ya kwamba una uwezo mkubwa wa kufanya mambo makubwa. Experience mbalimbali za maisha ya kufanikiwa au kufeli hayakugarantii leo utafanikiwa utafeli. Leo inategemeana na namna ambavyo utaamka, na namna ambavyo utaikabili siku yako, na namna ambavyo utaifanyia tathmini siku yako. Asilimia kubwa ya watu wameshindwa kufikia malengo yao kwa sababu ameona changamoto za jana na amezipa sauti, ameziongezea sauti, na ukweli ukiziongezea sauti zitasikika kwamba jana ulishindwa na hivyo leo utashindwa. Lakini jipe nguvu ya kwamba jana nilishindwa, ikupe somo la kujifunza, kwa sababu kuna wakati tunafanikisha mambo yetu, lakini kuna wakati tunajifunza. Kwa yale ambayo hatukufanikisha, tunajifunza kuwa na uzoefu zaidi wa kuweza kusogea mbele kwa mafanikio zaidi. Kumbuka ya kwamba fikra yako ina uwezo mkubwa na inaweza ikatafakari na ikatathmini maisha yako na namna ambavyo unajiona. Na mwandishi mmoja Marcus Aurelius alisema ya kwamba namna ya furaha yako na utajiri wako unategemeana na ubora wa fikra yako. Kwa hiyo hakikisha ya kwamba kama kuna jambo haulipendi katika maisha, rudi katika fikra, unawazaje? Kama ni jambo la uchumi, kama ni jambo la biashara, kama ni kazi yako haiendi, kila malengo yako unakuta hayakamiliki sawa sawa, rudi katika tafakari na unavyofikiria kuhusiana na hiyo kazi ili uweze kupiga hatua. Na kumbuka ya kwamba una uwezo wa kujenga maisha ya mafanikio, na hili si swala la tukio la siku moja. Kuijenga tabia, kujenga mazoea mazuri ni namna ambavyo unaikabiliana, ni swala la mchakato, kwamba mchakato wa maisha haitokei tu kwamba nimeamka asubuhi nikawa nimekamilika. Hapana, ni hatua ndogo ndogo ambazo nitazifanya kila siku kwa rudia zitakazofanya niweze kusogea kwenye hatua fulani katika maisha. Kwa malengo yako yatakamilika kwa kuanza kuzijumlisha hatua ndogo ndogo za maisha, na huo ndio muendelezo au consistency, na hiyo ndio nidhamu. Kuna wakati fulani ambapo utatamani kufanya mambo mazuri, lakini mwili wako utakuwa umechoka. Hakikisha kwamba mtu mwenye nidhamu unaamua kusogea mbele kwa uzuri zaidi, kwa sababu kuwa na nidhamu ni kufanya jambo ambalo umelipanga hata kama haujisikii kulifanya, lakini kwa sababu unajua lina manufaa zaidi katika maisha yako utalifanya. Kwa hizi hatua kila siku ambazo utakuwa ukizifanya zitakutengenezea kitu fulani. Ile misuli ya ubongo wako, mental power yako itakuwa, na mental power yako inapokuwa, ina maana inakuwa na uwezo mkubwa wa kukabiliana na siku yako. Na ukiwa na uwezo wa kukabiliana na siku yako ukafanya kwa muendelezo, tayari wiki nzima utakuwa na muendelezo mzuri.